Haya, wengi tumesikia habari Papa Francis amefariki dunia. Na moja ya maeneo ambayo Papa Francis alikuwa anashindwa kupenya vizuri na kusikika ni katika nchi zenye jeshi namba 1 duniani na namba 2 duniani, yani Marekani pamoja na Urusi. Hizi ni nchi ambazo ilikuwa ni ngumu sana kwa Papa kusikika, lakini pia Israel na kwenyewe ni pagumu sana kwa Papa kusikika. Ni kwa nini? Ni kwa sababu naanza na Israeli walikuwa hawawezi kumsikiliza Papa na walikuwa wanabishana naye kwa sababu Papa hawahusu. Israel ni nchi yenye dini inaitwa Judaism. Papa anatoka katika dini inaitwa Ukristo. Kwa hiyo ni vitu viwili tofauti. Kwa hiyo vile ambavyo Wakristo wa dhehebu la Roman wanavyomuona Papa na Waisraeli wanavyomuona Papa ni vitu tofauti. Waisraeli wanamuona Papa kama wa kawaida, ni kiongozi tu wa Wakristo huko kwenye dhehebu la Catholic, basi hana uzito zaidi ya pale, kwa sababu wao hawaamini kile ambacho Papa anaamini. Wao hawaamini Ukristo, hawaamini mambo ya Yesu. Wao wa Israel na dini yao ya Judaism, Musa ndo wanamwamini zaidi. Kwa hiyo hii inawafanya kwamba wakawa wasikilizi kauli mbalimbali za kisiasa alizokuwa akitoa Papa. Nchi nyingine, Urusi na yenyewe pia Papa alikuwa hana kauli ya mwisho kwa sababu ya tofauti ya udhehebu. Wao dini ni moja lakini udhehebu tofauti. Warusi ni Orthodox, alafu Papa Mkatoliki. Umeona? Ilikuwaje Warusi wakawa Orthodox? Iko hivi, zamani Warusi walikuwa ni Warusi wa Ukraine pamoja na wa Belarus. Hawa wote ni ndugu. Hawa wote ni damu moja. Walijitenga tu kisiasa, lakini wote ni ndugu na zamani wote walikuwa wakiishi pamoja. Na zamani hawa wote walikuwa wanaishi katika lile eneo la pale Kiev, pale Ukraine. Ndio hawa wote walikuwa wanaishi. Na walitengeneza pale himaya ya pamoja, ilikuwa inaitwa Kievan Rus. Na hii himaya ya Kievan Rus ikawa inaendeshwa na viongozi wao. Alikuja kukaa pale kiongozi mmoja, prince mmoja wa Kievan Rus, alikuwa anaitwa Vladimir the Great. Sasa huyu ndo aliamua kutaka himaya yao isimame na dini. Kwa hiyo akaanza kujiuliza, na sisi tunataka tusimamishe himaya isimame na dini. Tunaona kuna dini mbalimbali, tunazisikia ni maarufu. Tuchague dini gani isimame na himaya? Inasemekana kulikuwa kuna machaguo kadhaa kwa huyu Vladimir the Great. Inasemekana dini ya kwanza akawaza au Judaism, yani dini ya Wayahudi. Akaifikiria, akaona hapana. Dini ya pili ikamjia kichwani, hizi dini nyingine hizi ya Wahindi. Akaifikiria, akaona hapana. Au Buddha. Akaifikiria, akaona hapana. Haya, Islam. Akaona hapana. Ikamjia dini ya Kikristo na yenyewe. Akaifikiria, akaona hapana. Sasa bwana, kilichokuja kumbadilisha ni kwamba akawa alisikia kitu kinaitwa liturujia. Wale Wakristo wanaelewa liturujia maana yake. Sasa alisikia liturujia ya dhehebu la Orthodox, la dini ya Kikristo, dhehebu la Orthodox. Sasa akaipenda ile liturujia. Alivyoipenda ndo akasema kwamba basi dini itakayosimamishwa hapa katika himaya itakuwa dini ya Kikristo, lakini dhehebu litakuwa la Orthodox na si Catholic, kwa sababu nimependa ile liturujia ya dhehebu la Orthodox ilivyo. Umeona? Kwa hiyo ndio pale dhehebu la Orthodox likaingizwa katika himaya ambayo ilikuwa ni himaya ya Warusi wa Ukraine pamoja na wa Belarus. Na baada ya hapo walikuja wale kuvunjiwa himaya na himaya Mongol, lakini baadaye wakajaga kuunda sasa, wakajitenga, wakatoka wa Ukraine, wa Belarus, Warusi wakaunda himaya yao. Na baadaye mfalme wa Urusi Peter the Great miaka 1700 akasimika rasmi dhehebu la Orthodox kuwa dhehebu la himaya yao. Ndio wakatambana nalo mpaka sasa hivi, na linawasaidia kisawasawa katika kucontrol watu, kuendesha nchi. Umeona? Putin yuko katika dhehebu la Orthodox, kwa hiyo linawasaidia kisawasawa. Na pia linawasaidia kisawasawa kupata wafuasi kutoka nchi nyingine za Ulaya Mashariki, kwa sababu wengi na wenyewe pia walikuwa influenced na Urusi, wakaingia katika dhehebu la Orthodox toka zama za kale. Kwa hiyo wengi wanaipenda Urusi kwa sababu tu wanashare dhehebu.
Kwa hiyo hii ndio sababu inayomfanya papa asisikilizwe, kutokana na kwamba hawashei dhehebu na Warusi. Marekani. Kwa nini Marekani papa pia hana kauli ya mwisho? Unajua Marekani wakimpenda mtu wanapokuwa karibu naye. Na Marekani wanapenda mtu mwenye ushawishi. Na kwa ushawishi ambao alikuwa nao papa, kwa sababu ni kiongozi kutoka katika kanisa lenye waumini wengi duniani, ni wazi kabisa tumekuwa tunawaona wako benefit sana na Marekani kwa kila kitu. Lakini imekuwa ni tofauti. Ni kwa sababu gani? Kwa sababu pia kama ilivyo kwa Warusi na kwa Wamarekani ni hivyo hivyo. Wamarekani pamoja na Wakatoliki wana tofauti ya dhehebu, japo wote ni dini moja. Wamarekani ni wa Protestants, Wakatoliki kule ni Wakatoliki. Umeona? Kwa hiyo hii tofauti ya udhehebu ndio inayofanya Wamarekani hawako karibu sana na Vatican. Na moja ya vitu ambavyo Marekani walikuwa vitaki ilikuwa ni wao kuingia mkononi mwa Vatican au Catholic. Kwa sababu wao wako dhehebu lingine. Walikuwa wanajua kabisa wale watu wana nguvu sana. Tukijichenga, tukaingia au hata tukapata kiongozi ambaye atakuwa ni Mkatoliki, inaweza ikawa shida. Yaani tunaweza tukajikuta tumeingia kwenye 18 zao tukashindwa kunasuka. Umeona? Kwa hapa tukitaka tuwe na mabawa ya kupaa peke yetu, tuhakikishe hata kiongozi ambaye anachaguliwa Marekani hawi Catholic. Kwa hiyo Marekani ilipata uhuru mwaka 1776. Mpaka leo hii mwaka 2025 Marekani imeweza kupata viongozi ambao ni Wakatoliki 2 tu. Yaani imeshakuwa na marais sasa hivi 47, lakini katika marais wote ni 2 tu ndio Wakatoliki, ambao ni John Kennedy wa mwaka 61 na Joe Biden wa juzi. Umeona? Kwa hiyo ndio maana huwa ni habari kubwa ikitokea rais wa Marekani kashinda afu ni Mkatoliki. Kwa sababu hii kwa zamani ilikuwa yani ni moja ya vitu vitakufanya ushindwe. Kwa sababu wanaogopa kikaa rais Mkatoliki anaweza kaipeleka nchi mikononi mwa Vatican, halafu tukashindwa kunasuka. Wale watu wazito wana nguvu duniani, kwa tutashindwa kunasuka. Kwa hiyo hii ni moja ya sababu ambayo inafanya papa alikuwa anashindwa kuwa na sauti ndani ya Marekani tofauti na nchi nyingine. Umeona hiyo tofauti ya madhehebu. Na hii tofauti ya madhehebu, kwa nini Marekani walijikuta wamekuwa ni dhehebu ni Protestants? Kwa nini? Ni kutokana na kwamba unajua zamani wakati Ukristo umeenda kusambazwa Ulaya, kwa msiofahamu Ukristo haukuanzia Ulaya, ulianzia Mashariki ya Kati. Maki wengi wanachanganyaga madesa hapo. Ukristo ulianzia Mashariki ya Kati. Zile nchi za Mashariki ya Kati ambazo wengi leo wanajua ni nchi za Kiislamu, mfano Syria, Palestina, Yemen, Lebanon. Hizo nchi ni nchi ambazo zilianza kupokea dini ya Kikristo kwanza kabla ya dini ya Kiislamu. Syria ilikuwa ni nchi ya Kikristo kabla haijawa ya Kiislamu. Yemen ilikuwa ni nchi ya Kikristo kabla haijawa ya Kiislamu. Wa Yemen wale walianza kupokea Ukristo kabla ya Uislamu. Palestina ilikuwa ni eneo la Kikristo kabla haijawa Waislamu. Lebanon hivyo hivyo. Kwa hiyo kule ndio Kristo. Kwa hiyo ulikuja kupelekwa tu kule Ulaya. Na ulipopelekwa, kama tunavyofahamu, dini lazima watu wataanza kugombana wenyewe kwa wenyewe na kugawanyika. Kwa hiyo na kule wakaanza kugawanyika, watu wakaanza kutengeneza madhehebu mengine. Kwa hiyo kikawa kimbembe. Kwa hiyo wakaanza kuuana. Na wengine wakaanza kukimbilia katika bara la Amerika kwenda kunusuru maisha yao. Kwa sababu ukikaa huku kama unabadilisha dhehebu inakuwa hatarini. Kwa sababu madhehebu yameshakuwa mengi, kila dhehebu na pambana na dhehebu lingine. Umeona? Kwa hiyo wengi wale ambao walikuwa sasa wanabadili madhehebu wakaanza kukimbilia katika bara la Amerika, kwa sababu kule tayari serikali zao zilikuwa zimeshaenda kutawala kule. Nchi za Ulaya, imaa za Ulaya zilikuwa zimeshaenda kuchukua makoloni katika bara la Amerika. Kwa hiyo wengi wakawa wanaamua kwenda kufanya kazi katika bara la Amerika kwenye makoloni yao. Na hicho ndio kilichofanya wengi walioenda kulundikana kule Amerika wakajikuta wao ni wa Protestants, alafu hao waliokuwa wanabaki huku wao walikuwa wanabaki kwa sababu wakajikuta wao wanaendelea kuwa Wakatoliki. Lakini baadaye pia madhehebu huku yakazidi kuchachamaa. Kiongozi wa Uingereza naye huku alinyimwa kuoa mke, akaamua kubadili dhehebu akawa Anglican, akatengeneza dhehebu lake la Anglican hivyo. Na huko Ujerumani wakawa Lutheran hivyo. Kwa hiyo hii ndio sababu inafanya wa Marekani wasiwe na ukaribu sana na ushirikiano sana na Wakatoliki, kwa sababu ya utofauti wa dhehebu. Umeona? Nafikiri ndio hivyo. Msisahau kusubscribe hapo chini upate video zangu.